Allah kwa hali yeyote na kwa aina ya watu wowote wale. Tunamshukuru Allah ametupa uzima, afya, uhai na muda. Tumeweza kukutana hapa siku ya leo, siku hii ya Jumamosi ya tarehe 16 mwezi wa 5 2026 kwenye kongamano hili lililoandaliwa kwa ajili ya kina mama, na mbele ya muhadhiri wetu ambaye si mwingine ni mlezi wetu Allama Sheikh Abdussalam Ahmad Ayub, mudiru ad-da'wa wad-du'at wa muassasa wa Dhi Nurain al-Khairiyya kutoka pale Iringa. Ndugu zangu kina mama, kwanza tuwapongeze kwa kuweza kuhudhuria. Pili, tuwapongeze kwa kuacha shughuli zenu kwa ajili ya Allah. Haya ni mapenzi makubwa ambayo ameyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeyote atakayeacha jambo kwa ajili ya Allah, Allah atampa jambo zuri kuliko hilo aliloliacha. Muhadhiri wetu leo, kama nilivyomtambulisha mbele yenu, anayo mada ya kuzungumza nafasi ya mwanamke katika jamii, umuhimu wa mwanamke katika jamii, heshima ya mwanamke katika jamii. Na nikuzungumzia jamii, maana yake ni jamii ya Uislamu na jamii nyingine ambayo sio ya Waislamu. Mwanamke ana play part kote kote huko. Kwa hiyo kulingana na muda, mimi nisiwe mzungumzaji leo, bali tutege masikio vizuri, na Sheikh atakavyokuwa anaongea tuweze kumnoti vizuri, na pale ambapo tutatoa muda wa kuuliza maswali, ulizeni. Nafasi hizi ni nadra sana, hazijitokezi mara kwa mara. Ni nafasi adimu, na nafasi huwa haijirudii mara kwa mara. Hata Waarabu wana msemo wao, wanasema alfursatu la tatakarrar, na wazungu wakasema opportunity never come twice. Fursa huwa haiji mara mbili. Kwa hiyo hii ni fursa tumeipata kutembelewa na shekhe wa kitaifa wa taasisi hii ya Dhi Nurain, na sisi kama wasaidizi wake ambaye tunasimamia hii misikiti kwa ajili ya kusimamia kalimatu la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, ili kila mmoja kwa nafasi yake atakapoulizwa kama mas'ul, basi aweze kuyajibu kwamba mimi Abdussalam nilisimamia hivi, mimi Bombo nilisimamia hivi, na nyinyi pia mtaulizwa mlisimamia vipi. Kwa hiyo Sheikh Abdussalam, ninakukaribisha kwa heshima na taadhima kwa ajili ya kuweza kuzungumza na mama zetu hawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqa fasawwa thumma qaddara fahada, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, alqailu fi kalamihi kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi ila akhir alhadith. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ambaye alikuwa ni mbora wa kulingania. Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni kiigizo kilicho kizuri cha kuigizwa na kila mfasi wake, kama vile ambavyo alivyosema katika maneno yake kwamba kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Qila wa man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Kila umma wangu aloko katika umma wangu alomkubali mtume sallallahu alaihi wasallam, kweli wa kumkubali, ataingia katika pepo. Tunamwomba Allah atuwafikishe na maneno ya mtume ili tuingie katika pepo. Pepo ina raha zake. Pepo ina raha. Yule ambaye alokuwa na miaka kama mimi hataingia peponi. Angalieni tatizo jinsi ambavyo ilivyo. Alokuwa na miaka kama yangu hataingia peponi. Lakini nasali, nimeenda Maka, nimehiji, sadaka nikiweza 1000 natoa msikitini, nanunua labda zawadi kumpelekea chakula pale nyumbani, lakini siingie peponi. Kwa hiyo je, niache kuswali? La, siwezi kuacha kuswali. Na wewe ulokuwa na miaka kama yangu au imepungua kidogo tu, lakini huwezi kuingia peponi. Na imesema tu kila ummati, watu wangu wote wataingia peponi illa man aba, isipokuwa yule atakayekataa. Ya Rabbi, sisi hatujakataa kumtii mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tuandikie pepo tuweze kuingia katika. Lakini miaka kama hii hatuwezi, kama imezidi kwenye ngapi, huwezi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bimaana kwamba tumalize kwanza hadithi, watu msishituke wenye miaka 50 60. Sasa tunaswali kwa nini? Kwa nini tuje hapa, tuje msikitini tuwafanyie ihsani waume zetu, watoto si tuwafanyie vyema, alafu tusingie katika pepo ya Allah. Na mtume kisha, man atani dakhala aljanna, yule ambaye atakayenitia ataingia peponi, wa man asani faqad aba, na yule ambaye atakayeniasi, maana kumwasi mtume, yule amekataa kuingia peponi. Sasa miaka kama hii imekuwaje? Hatujakataa sisi kwamba mtume tunamkubali mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, ya Rasul, vipi mtu anaweza kukataa kuingia peponi? Akaambia, wa man asani, ama yule ambaye atakaye nikataa, hanipendi, apendi kabisa mafundisho yangu, faqad aba, yule amekataa. Mama zanguni, kuingia katika pepo si kwamba mzee ataingia peponi, lakini atarudi kuwa kijana kulingana na amali yake alokuwa. Sinaeleweka? Atarudi kuwa kijana, kwa sababu kiwa mzee kwa miaka kama hii, kula tabu, kulala tabu, kuvaa tabu, kile kitu tabu. Sasa kule kuna yale maisha ambayo wewe umeyatengeneza kwa hapa duniani, yanakurudisha ukishafika kule kuwa kijana kweli kweli safi. Halafu kama kina mama, ninyi mtakuwa wazuri kuliko hata mahurul ain. Safi
kulingana na wale mahurul aini wao waomba ni special tu, wako pale, hawaswali, hawafungi, hawafanyi nini. Matendo yenu ninyi kina mama yatakurudisheni kuwa wazuri kweli kweli kuliko mahurul aini. Mwenyezi Mungu atuwafikishe na matendo yaliyokuwa mazuri inshallah. Mama zanguni, mada yetu baada ya kupita hapo ambapo tulipopita, mada yetu inaelezea jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu aliweka usawa mwanaume na mwanamke wakawa sawa katika matendo yaliyokuwa mazuri. Ukifunga unapata thawabu kama mwanaume, na ukiswali unapata thawabu kama mwanaume. Mwanaume akienda jihadi, wewe usiende jihadi, ukatunza nyumba yake vizuri, ukalea watoto wake vizuri, ukajihifadhi vizuri, ukajisiri kisawasawa, ukafanya mambo yaliyokuwa ya khairat, unalingana na yule mwanaume aliyokwenda jihadi. Hii ni katika mafundisho ya kiongozi wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ama katika ile amaitwa innal istikhlaf Allah ta'ala lilinsani fil ardh qasidu imaratuha wa islahuha wa riayatiha, malengo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kumfanya mwanadamu kuweza kuwa mtawala katika ardhi. Lengo lake, makusudio yake ni ile kutaka kwamba mwanadamu aweze kufanya vizuri katika maisha ya ardhi, aweze kusimama vizuri katika maisha ya ardhi, aweze kuwa ni mchungaji wa kuchunga amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika mifumo iliyokuwa mizuri hapa ardhini. Tunaposema al-insan ni mwanadamu ambaye ni mwanaume au mwenye jinsia ya kiume na mwenye jinsia ya kike, wote ni wanadamu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba huwa amara bihimur rijala wan nisaa hadun sawa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameamrisha wote wanaume na wanawake ile ulingano uliokuwa sawa sawa, kwa sababu wanawake nao wamekalifishwa na sheria. Lakini hebu tujiulize, kabla ya Uislamu mwanamke alikuwaje? Kabla ya Uislamu mwanamke, kabla ya Uislamu alikuwa anauzwa kama vile nyanya sokoni. Watoto wa kike wanauawa kama chawa, kama vile chawa tu, wala mtu aoni hata kinyaa. Kama vile sisimizi, wala mtu aoni kinyaa. Mimba ambayo imekaa tumboni, mwanaume anakafikiri tu kwamba katika ujahilia ikitoka tu hii basi madhali katoka mtoto wa kike, mama atajua mahala pa kumpeleka, wa ima amzike, wa ima mnyonge, wa ima mchinje. Katika ujahilia, katika nchi za watu huko mbali, mpaka leo kuna kina mama ambayo wanauzwa kama biashara mpaka leo. Kuna watu ambao wenye kufanya machafu ya zinaa, wanawake wanajiweka, wanawekwa katika vio, ni mitaji biashara, wanawekwa katika vio. Sitaki kuitaja nchi ambayo naielewa. Mama amejikirimu vizuri sana, wanapangwa foleni katika vio, kila mtu na kanani, mtu anaenda kuchagua, mimi nataka huyu, mimi namtaka huyu, ili akafanye maovu na yule, na wale ni sawa. Ndio maana unakuta watu wanalalamika mpaka leo kwamba bado kuna watu ambao wanaenda kufanyiwa machafu kama hayo, wanawake. Kwa hiyo kuna watu katika jahilia, ujinga, kina mama au wanawake walikuwa hawana thamani. Kwanza walikuwa hawarithi,
ile kurithi kwa mwanamke ilikuwa haiwezekani, kwa sababu kwamba haendi vitani wala hapandi farasi. Mwanamke alikuwa harithi, na ilikuwa hata katika kuolewa hapati mahari yake. Yale mahari yanachukuliwa na yule ambaye anayemmiliki. Hii kwa taratibu za kawaida tu, na mpaka juzi tu jana kuna watu ambao bado wanafanya mambo kama hayo. Juzi jana tu kwamba mwanamke hana thamani wala hawezi kupata mahari yake. Haya yote tutayaeleza katika Uislamu leo, thamani ya mwanamke jinsi ilivyo, Uislamu ulivyokuja kumtukuza mwanamke. Mpaka leo unaweza ukaona jinsi ambavyo mwanamke ndio tangazo leo kwenye biashara. Leo unaweza ukaona kwamba mwanamama ndiye ambaye anachezeshwa, yuko uchi. Ikaja khiari ambayo sio lazima kwa yule ambaye anayeweza, na Uislamu katoa mikakati. Lazima mwanamke arithi, lazima mwanamke afanye kazi katika utaratibu uliokuwa mzuri, na fedha ni zake. Lakini wakati ule fedha ikipatikana, mwanamke afanyishwa kazi usiku na mchana, fedha ni ya yule bwana wake yule. Uislamu ukaja ukamweka mwanamke katika nafasi ambayo iliyokuwa nzuri sana ya kuamrisha mema. Wakati ule mwanamke haonekani ni lolote wala chochote, hafai vizuri, bali anatembezwa kama vile ng'ombe wa kwenda mnadani. Maisha walioishi wanawake. Leo Uislamu ukaja ukaambia hapana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni kikombozi ambacho kilichotukomboa au kumkomboa, au Uislamu alokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam ukaja kumkomboa mwanamama. Mwanamama leo anasimama amevaa vizuri, ana uhuru wa kuisoma Qur'ani, ana uhuru wa kusoma elimu yake ya maisha ya mazingira ili aweze kuishi vizuri. Kwa hiyo Uislamu ulikuja ukamhutubia au kumwelezea mwanaume na mwanamke, ukawakalifisha wote majukumu ya kisheria ala hadin sawa, wote wakawa sawa sawa. Wa amarahum bitaawun fi ma bainahum fi shuuni dini. Na ule Uislamu ukaja ukamwamrisha, kuamrisha wote wanaume na wanawake kusaidiana katika mambo ya kuipeleka dini mbele, katika masala ya kidunia na masala ya kidini wote, ili sehemu hii ya mwanamume ikiwa na upungufu fulani ikamilishwe na sehemu ya mwanamama katika mchango wa kuchangia katika dini ya Kiislamu, ili mwanamke asije akajisikia unyonge kama sio kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaja akaleta, au Uislamu ukaja ukaleta mfumo ya mwanamama kwamba aweze kutekeleza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kama vile mwanamume anavyotekeleza maneno ya Allah. Kutoa unyanyasaji, kutoa utumwa kwa mwanamke, kukapata huria, kawa huru kabisa, ingalau kutakuwa taratibu zile za Allah za kisheria zilizobaki kwamba ar-rijalu qawwamuna ala nisa, wanaume ni wasimamizi juu ya wanawake. Bimaana kwamba nieleweke kina mama, aya hii na muikoti vizuri.
Arrijalu qawamuna ala nisai. Qawamuna, qawama, wanamme ni wasimamizi. Nadhani usimamizi unaeleka wa wanawake kina mama. Wewe baba ambaye uliyooa na mama uliyoolewa, utakapotoka utamwambia, na ndivyo ilivyo hata mwanaume kama ni mstaarabu. Mwanaume akiwa ni mstaarabu lazima akitoka atakwambia tu, mke wangu mimi nataka kwenda mahala fulani. Na wewe ukitoka utaomba, kwa sababu mwenye majukumu makuu sana katika nyumba ni mwanamume. Ndiye anaenda kutafuta mchicha, kutafuta dagaa, migebuka, samaki, mafuta, mawesa, ni juu ya mwanamume. Si kwamba kawamu ni kwa sababu ya kumpiga ngumi mwanamke. Sio hivyo. Kwa sababu kuna mibaba mingine ni mitaiso, ni kweli kweli, mpaka anapotoka nyumbani mama anambia bora asirudi, atakurudi. Na watoto nyumbani ameshawaeleza pale, mauthi nayo yapata kwa baba yenu. Hapana, mpaka hapa. Yani silali usiku mzima. Subhanallah. Watoto zangu sijui nifanyeje. Nikilala napigwa, nikiambiwa vinatukanwa. Kitu gani ambacho kilikuleta? Kwenu ulikuwa hauli, leo naleta nyama. Kwenu nyama ulikuwa hauli samaki, ulikuwa kadha. Mama mpaka nakonda, nabaki kama sindano, kwa matusi tu, kwa kunyanyasika. Lakini Uislamu umekuja ile yote kwa yafuta. Arrijalu qawwamuna ala, usimamizi ule wa mwanaume lazima ueleweke. Je, kipi ambacho nasimamia kipi? Kama naelewa. Na ndio maana ukikuta mwanaume alokuwa mzuri, hata owe mwanamke ambaye analingana na sindano, wembamba kama sindano, kesho kutwa nyumbani kule kwao mbona nimekuwa mnene kiasi hiki? Allahu akbar. Kumbe yule mwanaume ulimi wake ni mzuri sana. Mwanamke akinyasa, mke wangu nakupenda sana. Akiingia mwanaume tayari anaingia masana zawadi, karanga tu hizi au korosho za 1,500 anaziweka ndani ya kota. Akiingia anachomoa, mke wangu kazawadi aka hapo. Mwanamke anaanza kufurahi, karanga hizi hapa mke wangu nimekuletea. Huyu ndiye ambaye anaitwa kawamu, mwenye kusimamia mambo ya mke wake kisawasawa. Hakula nyama mwanamke, lakini maneno yanakuwa mazuri yale, sio yale ya utumani yale. Mwanamke anaona raha sana, mpaka anasema nilichelewa kuolewa na huyu baba. Kama ningeolewa na miaka 18 sio 20 ningenenepa, hata ule mlango nisingepita. Yule ndiye anaitwa kawamu, msimamiaji. Ndio haki ya mwanaume awe kawamu. Arrijalu, wanaume, qawwamuna ala nisa. Sasa tunarudi kwamba katika ile haki ya kuonyesha ule usawa wa mwanamume na mwanamke katika sheria au katika dini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Tauba aya ya 71 amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Suratu Tauba aya ya 71, Mwenyezi Mungu anasema, walmu'minuna walmu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allaha azizun hakim. Angalieni mama zanguni usawa ulowekwa.
waumini wa kiume na waumini wa kike, wao kwa wao ni marafiki, ni vipenzi. Kwa nini? Yaamuruna bil maarufi, wote wanasimamia kazi moja ya kuamrisha mema na kukataza yalokuwa machafu. Majukumu yote haya yako katika aya, na tumeambiwa sisi wote kuonyesha ile kwamba mwanamke na mwanaume katika Uislamu watakapofanya mema, ukiswali wewe na mimi nikiswali ingalau nyinyi kuswalia nyumba ndio bora, lakini mkiomba ruhusa waume zenu, kwa wale ambao kushaolewa, mme wangu mimi napenda ni swali msikitini, tumeambiwa tusiwaziwie. Penda nikaswali msikitini. Msikitini nitajifundisha mengi, kuna darsa katika baadhi ya misikiti, na mimi nimuelewe Mwenyezi Mungu na nani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi kuswali sijaomba twende na wewe, inshallah nikaswali na mimi msikitini. Tayari unamuomba ruhusa. Hilo jambo halina ubaya kuweza kumuomba ruhusa na kwenda kuswali msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza kwamba la tamna'u ima Allahi masajid Allah, msiwazuie waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kwenye nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda kuswali msikitini, msiwazuie. La tamna'u ima Allah, msiwaziwie waja wa Allah kwenda kuswali misikitini. Ingalau kuswali nyumbani kwamba ni bora kuliko kuswali misikitini, nieleweke vizuri. Kwa ni kwamba walmu'minuna, tuarudi kwamba waumini wa kiume, walmu'minat, na waumini wa kike, baadhuhum, baadhi yao, auliya baadhi, ni vipenzi, ni marafiki ya baadhi yao, kwa sababu ya amuruna bil maruf, wote jukumu lao ni kuamrisha mambo yalokuwa ya wema, wayanhauna anil munkari, na wanakataza machafu. Si hivyo, ukiangalia kwamba jinsi ambavyo unataka nyumba iishi na ulimwengu ukae vizuri, ni lazima mama uwe mlezi mzuri na baba awe ni supporters wa kukusapoti katika ulezi. Baba awe mzuri na mama vile vile uwe supporters wa kumsapoti mume wako katika usimamizi wa kusimamia. Sawa, hapana mume mwenyewe unajua, Mungu hajasema hivyo. Amesema kuamrisha mema ni kwa wanaume na kwa wanawake, kukataza mabaya ni wanaume na kwa wanawake. Mnoti vizuri hayo maneno. Alafu si hilo, wayuqimuna sala, wote wanawake na wanaume wanasimamisha sala, kwa sababu mnapoamrisha mema, hakuna wema miongoni mwa mema kama vile kusimamisha sala au kudumu na swala. Swala tano mwanamke, kwa sababu mwanamke asiye kumfanya mume wake kama ni mwakilishi, kama mbunge. Mbunge ndiye ambaye anawakilisha jimbo akiwa mmoja tu, lakini swala haikubali kwamba ina uwakilishi. Haina uwakilishi. Na mtu kama hasali, awe mwanaume au mwanamke, ni min ashabi nar, atakuwa miongoni mwa watu wa motoni, waliyadhu bil. Madhali ni kiumbe wa Allah. Mwenyezi Mungu amesema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba viumbe majini na watu, lengo la kuwaumba waniabudu, wanielewe, wanipokeshe. Swala ni miongoni mwa ibada, ingalau ibada ni nyingi. Mama yangu wewe,
Leo uko kwenye mhadhara katika Masjidi Bara ibn Azib Mbeya. Kuchelewa kwako kuja kwenye mhadhara, kwanza umefanya ibada ya kumpa maji ya kuoga mme wako, umempa chai mme wako, umewaogesha watoto, umewavalisha nguo waende madrasa au shule. Hizi zote ni ibada, zote ni ibada. Kina mama walienda kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wakasema ya Rasulullah, wanaume wanapata fadhila nyingi, wametuzidi sana, wanaenda kwenye jihadi kupambana kwenye vita, sisi hatwendi. Wanamama wakati ule majasiri, kaenda kumwona kiongozi wetu mtukufu wa daraja Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Unaenda wale kina kwa mtu wanakwenda Mtume kaona kweli, akaambia ile kusimamia nyumba za waume zenu, kuangalia watoto, mashaallah, kujihifadhi katika majumba yenu, ni sawasawa na wale wenye kwenda jihadi. Allahu akbar! Angalieni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wale mama ambaye akiacha kuswali asione ni raha, kutokuswali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema illa ashabal yamin, isipokuwa wale ambao walikuwa mkono wa kuume, fi jannati yatasaalun, watakuwa katika pepo wakiulizana. Wale watu ambao wa peponi wanaulizana, kuwauliza wale ambao walioko motoni, ma salakakum fi saqar, ni jambo gani ambalo limekuwekeni katika moto wa Saqara? Ndio moto ambao wa watu wasioswali. Qalu, watasema lam naku minal musallin, tulikuwa sisi miongoni mwa watu wasioswali. Wa kunna, tulikuwa na khudhu ma'al khaidhin, tulikuwa tukifanya upuzi pamoja na wenye kufanya upuzi. Hatta atana al-yaqin, mpaka kifo kimetufikia. Wakati ule fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, wakati ule hakuna manufaa ya muombezi ambaye kwamba kaja atatuombea. Fama tanfa'uhum, hayatawanufaisha maombezi ya wenye kuombea wakati ule. Ndio ile ambao unakuta Waswahili wameandika hata kwenye gari, swali kabla hujaswaliwa, fama tanfa'u. Kwa hiyo hata kama ukaambia kwamba wanakuja watu na misahafu, watoke madrasa hizi na zile, sijui wakae waneombea wamuombee yule na alikuwa ajiombei, fama tanfa'u. Haya maneno ya Mungu hayabadiliki, hayabadilishwi na udi wala uvumba. Mpaka mtu ajifanyie. Wayuqimuna sala, na wanasimamisha sala, wanasimamisha sala baada ya kuamrisha mema, baada ya kukataza mabaya, kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wayuqimuna sala, wanaume na wanawake wanasimamisha swala. Mswalie nyumbani, mmesimamisha, muombe ruhusa mje misikitini, mmesalisha, ilingala ilikuwa bora swala zenu ni nyumbani. Mama zanguni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema baada ya kuwa wametekeleza hayo kwamba ulaika sayarhamuhumullah, hao Mwenyezi Mungu atawarehemu. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, azizun, ni mwenye nguvu, hakimu, ni mwenye hikma. Kwa hiyo hii aya faakadat hadhihi alaya, imewekea nguvu hii aya anna nisaa, kwamba hakika wanawake yatahamalna ma yatahamaluhu rijal,
wanabeba ile responsibility, majukumu yale ambayo wanayoyabeba wanaume. Ndio minal masulia, katika yale mambo responsibility zao, na wao yale wanayobeba wanaume na wanawake lazima wayabebe, yale wayafanye masulia yale. Kuswali uswali, kuamrisha mema uamrishe. Mtoto anakula mairungi, mume anakula mairungi, anavuta sigara, anakunywa pombe. Kuna mibaba inakunywa pombe, kuna mibaba inakula mairungi. Umwambie watoto wangu hawa tutawaharibu. Cha kwanza, mwanaume anayekula mairungi au anayekunywa pombe anatafuta kwanza mke wake amuunge mkono kwa kunywa pombe au kula mairungi. Subhanallah, anayaleta ndani ya nyumba, anza kuyapuputa. Mbushi na kula majani na yeye anakula majani, huelewi mtu ni nani wakati huo. Piga chabu limejaa, na huko anapiga sigara. Ile sigara, ule moshi ndio unaleta raha ya mairungi. Anapiga pombe au anafuta sigara, anasema naonyesha mapenzi, anakurushia moshi. We naye hapana, we naye hapana. Mwambie ile alifai, ataharibu watoto. Atawaambia watoto waende kumwashia, wafute kidogo, halafu yeye ndio afute. Sasa mtoto usifute sigara, yeye anafuta. Makosa yale. Ukiwa wewe ni mama ambao unaamrisha mema, unakataza mabaya, starehe yako wewe na mme, wallahi lazima niseme, isikupelekee kuharibu familia. Sasa nitafanyaje mimi? Unajua ndo usio bora kuliko Mungu. Huyu mwanaume sio bora kuliko Allah, wala sio bora kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeshaona kwamba walmu'minuna walmu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Huwezi kumlaumu Mungu siku ya Kiyama, kwa sababu amekupa majukumu kama vile Abdulsalami na mimi nilivyopewa majukumu, na wewe asimamie yale yalokuwa yangu utayafanya, na yalokuwa yako mama utayafanya. Una nafasi ambayo ilikuwa kubwa ya majukumu yale aliyombebeshwa mwanaume, na wewe uweze kuyabeba. Katika yale majukumu, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa fi'lu ta'at, fanya mambo ya taa yote, watariku almunhiyat, kuacha yote yale yalokataza, yote yalokataza ukayaacha, ukafanya yale ambayo yenye kuleta manufaa kwenye nyumba yako, kunako jamii ambayo unaishi nayo, katika watu ambao unaishi nao, majirani. Ukajua hili jambo ni la manufaa, ukawaeleza hili jambo la manufaa, hili ni baya. Yote haya ni kutekeleza, au yote haya yajengewe na imani ambao ulokubali kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na yale ni lazima yakite kwenye kifua chako, pale ambapo Uislamu umekita kwenye kifua. Imani laisa al-imanu, kama anavyosema Hasan al-Basri kwamba laisa al-imanu bitahalli au bitahalli, imani si kwa ajili ya kujipamba tu, walakin al-iman, lakini imani ambayo ilikuwa sawa ni ile ambayo inayosadikishwa na vitendo ambavyo laisa al-iman bitamanna. Imani sio kutamani tu, hapana, wala bitahallam, sio hiyo imani. Imani ni ile ambayo iliyokita katika moyo
ile ambayo mwaqarra fil qalbi, imetulia katika moyo imani, wa sadaqahu al-amal, vitendo vile vitakasadikisha ile imani. Mimi ni Muislamu, mashallah, jazakillahu khaira kwa Uislamu wako mama. Umeswali subuhi hilo nalo tu basi, sijaswali subuhi. Hujaswali subuhi? Sasa hiyo imani yako, Uislamu wako vipi? Umeshakuwa ule Uislamu unapancha, umetoboka. Haya, jambo gani? Watoto kidogo, watoto hawa hawana adabu, nimewambia tu imani inapancha. Wewe uko katika wale watu al-amiruna bil ma'ruf wale wenye kuamrisha mambo ya wema, kukataza mabaya, na mema yaliokuwa mema ni Allahu akbar, Allahu akbar. Hebu simameni mswali, watoto simameni mswali. Mama, unajua mimi sijui nilijikojolea usiku. Kaoge uswali. Wewe uliojikojolea basi usiswali. Mama, unakuwa mkali, haieleweki simba ni nani au mtu ni nani. Mwanangu, pole kama nilijikojolea. Unajua watoto wana miaka 7, lakini mara nyingi sisi tuwaonea huruma wakiwa na miaka 7 au 8. Si huruma ya swala, huruma ile ya malezi sawa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba muru auladakum bisala wa hum abna'u lis-sab'i, waamrisheni watoto wenu kunako swala, kunako swala wakiwa na miaka 7, wakiwa na miaka 7 watoto waamrishwe swala. Wadhuribu alaiha, wapigeni wale watoto kunako kuacha swala au juu ya ile swala, watakapofikia miaka 10 wapige. Angalieni hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ninyi mmesoma, kuna mama yetu yuko hapo Bihajati, mashallah, kama mjamuelewa ni afisa elimu, anaelewa haya mambo. Mtoto anasoma kule kwetu zamani, kuacha haya mambo yalokuja leo, ambaye mtoto ana miaka 2 anaanza kwenda tuition kule. Si tulikuwa tunakadirishwa hivi, kiweka mkono hapa ukishika, tayari umeenea kwenda shule. Ndio miaka 7 hiyo. Ukienda shule ile miaka 7, niliposema mama kule ambao ni afisa wanajua, na wengine nyote mnajua, miaka 10 ndio mtihani. Hapa ameshasoma kaelewa kuanzia miaka 7. Allahu akbar. Wa 8, wa 9, wa 10 kule wanamfanyisha mtihani. Kwa sababu kishaelewa hii miaka 4 au 3, yule mtoto yale leo hahifadhi, hebu tufanyie, ndio anakwenda kwenye ubao pale, jina lako, mimi Abdussalam. You Abdussalam? Yes. Here you come from now. Unaulizwa na anajibu. Sasa andika kwenye, kuna ile safu ya mdomo, alafu na yale ya kwa tayari yote anajibu. Miaka ile kakaa pale, hakuweza mzazi unapata barua, mtoto wako hapa anafanya juhudi. Miaka 2 wamefanya juhudi, kwa sababu ndio miaka sawa na ile Mtume sallallahu ile. Angalia wenzetu walikochukulia ile miaka ile, ndio ambaye umpige kunako swala. Kama ameacha swala, amezembea, kwani asiswali vilivyo akaenda kuswali? Kama ni miaka 7 kumwamrisha, hajasema umpige, lakini miaka 10 umpige kwa kuacha kuswali. Jukumu la baba na mama wenye kuamrisha mambo ya kheri na kukataza mambo, unampa foundation ambayo msingi iliyokuwa mzuri, ile mabadi yaliyokuwa mazuri. Yule mtoto miaka 7,
yule Rasul sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, miaka 7 10 unampiga mtoto. Umeshaswali? Mama sijaswali. Chukua pipi nenda msikitini. Sawa. Anakuja na pipi pale, anajua kumbe wenye kuswali wanapata pipi. Akifika msikitini, kama kuna wazee wazuri, vijana wazuri, wenye anamnunulia biskuti. Mtoto mzuri masha Allah. Kuna wengine bahati mbaya hawaelewi, wanafoka. We mtoto sijui nini. Kaja na miaka 7, hata kakojoa msikitini, kajisaidia pale msikitini huko Jajando. Wala usifoke mtoto kama vile paka huko. Mbwa ikija kutafuta makombo pale nyumbani ukaipiga, hairudi tena. Na mtoto kimpiga, wallahi fanyeni utafiti, yawezekana umemfukuza kabisa kuja msikitini. Ule msikiti wanapiga, ule siwezi kwenda. Subhanallah, mwanangu njoo. Sitaki baba, fulani alinipiga. Akija kimuona moyo ndo mwanadamu mtoto alivyo. Na ndio maana akipigwa, hata mtoto shuleni akija, cha kwanza hawezi kuomba ugali. Hata kama mpika wali wa biriani, atakueleza, mama mimi siendi tena shuleni, mwalimu fulani kanipiga. Pole mtoto, unajua unaanza kubembeleza, ndio atakula chakula. Lakini hawezi kuja pale tena, afika barabara anaanza kulia, ili akutie hamasa uone na wewe upandishe. Na unakuta mtu anakuja mpaka kwa mwalimu, mwalimu vipi huyu mtoto, kwani unampiga? Kazi inakuwa kesi. Mtoto wa miaka ile hastahili apigwe kunako swala. Mwaka wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, mwishoni ndiye anapigwa kama haswali. Kwa nini iwe hivyo? Ndiyo amri ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kisha kasema, wafariquhum fil madaji, jitengeni nao wale watoto katika vitanda vyenu mnavyolala. Mtoto akishafikisha miaka 10, kwetu sisi tulikuwa ni wajinga kwa miaka 10, lakini kwa leo mtoto miaka 10, siri zote za baba na mama zitatoka nje, zote zitatoka nje. Kwa hiyo miaka 10. Kwa nini? Mama umetengeneza yale mazingira ya kukhalifu hadithi ya mtume sallallahu alayhi, wahamisheni watoto katika vitanda mapema sana. Tunatengeneza mazingira kuwaonyesha yale mamovingi, simu tunawaachia huru, wanaangalia mambo ya kishenzi yasiyokuwa sawa. Unakuta mtoto anaangalia TV mambo ya ovyo ovyo, wewe ukiingia tu mtoto anashtuka, funga pale, baba anakuja au mama anakuja. Ni mlikuwa mnaangalia, si ndio pale tulikuwa tunaangalia nani hii Ottoman Empire, tunaona tunamaliza umeme, kumbe alikuwa anaangalia mambo yasiyokuwa. Alotengeneza yale ni baba na mama. Kwa hiyo mama ni kiongozi katika jamii. Ndio ikaja kwamba yaamuruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkar wa yu'tuna zaka. Mambo ya kutengeneza kwa wakina mama ili waweze kutengeneza ni kuamrisha, kusimamia uamrishaji uliokuwa wa mambo mema na kukataza yalokuwa mabaya. Haifichikani, ni jambo la wazi kwamba mama ni msimamizi ambaye alikuwa mkubwa katika nyumba, msimamizi aliokuwa mkubwa katika jamii. Angalieni, niwarudishe mahala muweze kuelewa mama zanguni. Leo mkijituma ninyi kunako harusi tu, watu wawape usimamizi. Na ndio maana unaona hata kwenye harusi zinachelewa. Mtu anataka kuoa leo, anasema mama anamwambia mume wake,
Unajua tungeweka kama miezi mitatu ili akusanye michango. Kina mama mnaweza katika hilo, lakini mnashindwaje kuliweza hilo, kuwalea walimu? Hizi hela vikoba vyetu, kwani tusiwe na makusudi kama haya? Tuwalee walimu. Vikoba vyetu hivi vinapata hela nyingi, lakini vinafia, vikoba vingi vinafia kwenye michango ya harusi. Ukumbi shilingi milioni 3, kina mama kutoa 50. Hivi milioni 3 hamwezi kutoa hata milioni 2 mkampa mwalimu wa dini ya Kiislamu? Shekhe Bombo, njoo hapa. Sisi hatuwezi. Unajua yule ana wake wawili, ana ukewenza, hatutaki. Hilo tu. Tafuteni hata mwingine mwenye mke mmoja basi. Lakini si ndio mwalimu mzuri? Mnaonaje kama angekuwa na kimada? Yule mwalimu muhuni ana kimada. Sasa kawa kwa wawili ndio sheria. Kwa hiyo utaratibu ule kina mama mnauweza kabisa kuweza kuendesha dini. Kwani mwanamke ana dini bwana? Mara nyingi kina mama huwa mnasema hivyo, sisi dini yetu ni mwanaume tu. Subhanallah, makosa yalokuwa makubwa. Mama mmoja anaitwa Ummu Sulaim, mama yake Anas bin Malik. Kupeni kisa kimoja alafu twende mbele. Yule mama alifiwa na mume wake vitani, wakiwa na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yule mume akafa vitani, kenda vitani, mama kabakia ni mjane. Likaja lijamaa limoja likuwa zuri na pesa kweli kweli, kaja likataka uchumba limuoe yule mama. Pesa, gamia yake safi, farasi safi, kama leo mtu anaingia na shangingi nzuri, anaambia wewe mama, sasa nataka nikuoe. Basi ukija kuangalia ile gari, kwanza unacheka cheko ambalo sio la mdomoni, la mapuani ile cheko. Ndo mama atakuolewa, akacheka cheko la mapuani ile. Yule baba unakesha kuona ile, onda kaiazima tu kwa jamaa. Yule kaya eleweka pale katika mji wa Maka kwamba ile baba lina pesa, kila kitu. Yule mama Ummu Sulaim, mama yake Anas bin Malik, akaambia alaysa ta'budu ash-shajara? Akamuuliza, wewe ni kweli ningekupenda, lakini unaabudu mti, haumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Yule bwana akamwambia, ni kweli mimi naabudu mti, simwabudu Allah. Unajua kule watu walikuwa wanatengeneza masanamu yale wanayaabudu, mti anautengeneza na uabudu, akifanya anakiabudu, anajua ndio Mungu. Yule mama Umsulaim akakataa, kwa sababu yeye alikuwa ni mushrik na anataka muumini. Lakini yule bwana ameathirika na yule mama, akaona kweli hivi mti unaweza kuwa Mungu kweli, ambao naupandikiza mwenyewe na ukata uwe mimi mwenyewe. Akaukata hata ule mti, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasilima, kaingia katika Uislamu. Alipoingia katika Uislamu, yule mama akaelewa kama yule bana tayari kisha kuwa Muislamu. Basi yule mama akapeleka habari kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ameridhia yule bana amuoe baada ya kuwa amekuwa Muislamu. Akamwita mwanaye Anas bin Malik amfungishe au afunge ndoa ya mama yake. Kijana akafunga ndoa ya mama, akafungisha ile ndoa ya mama yake na yule bwana yule. Katika historia ya dini ya Kiislamu, na aliye baada ya kutaka atoe mahari, ana pesa,
anapanda farasi wa ajabu, pesa kweli kweli, kama na pesa. Yule mama akambia, wallahi mahari yangu ni Uislamu wako, ile kusilimu. Allahu akbar. Katika mji wa Maka na katika tarehe ya Kiislamu mpaka leo inasemezeka kwamba hakuna mwanamke katika dunia hii, katika Uislamu huu, aliyeolewa mahari yaliokuwa na gharama yaliokuwa juu sana kama Ummu Sulaim, ambaye mahari yake ilikuwa ni Uislamu. Angalieni ile kusema tu asina yule kaslimu, mahari ya yule mama ikawa mahari yake ni Uislamu. Uislamu mpaka leo unaelewa kwamba Sulaim aliolewa mahari yaliokuwa ghali. Mama sanguni, leo ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwanza kuna mtu ambaye mimi kwani mimi nikija kwako nitakula Uislamu, nitakula hizo ndefu?